pamoja na ujumbe wako uliofuatana nao kwa niaba ya kituo kwa ajili ya wazee pamoja na idara yetu ya ustawi kupitia wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Tunakushukuruni sana kwa msaada wenu na wazee wana haki ya kulindwa na kuenziwa pamoja na kushirikishwa katika maamuzi ya kuwachagua viongozi watakaowaridhia. Kamishna wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Zanzibar, Hatibu Mwinchande, anasema wazee wanaolelewa katika nyumba za wazee Welezo na Sebleni wana haki ya kupatiwa fursa za kutoa maamuzi ya kuwachagua viongozi ikiwa ni haki yao ya kikatiba. Hayo ameyasema wakati Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Zanzibar walipokwenda kufanya usafi katika nyumba za wazee Welezo na Sebleni pamoja na kuwapa zawadi wazee hao ili wasijione wamesahauliwa. Kamishna Mwinchande anaelezea lengo la Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kufika katika vituo vya kulelea wazee ni kuikumbusha jamii kuwa wazee wanahitaji mapenzi, malezi na heshima. Hivyo ni wajibu kwa jamii, taasisi na wadau wa maendeleo kuwajali na kuwaunga mkono wazee hao katika sekta mbalimbali. Kwa niaba ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora tunachukua nafasi hii kukupongeza kwa kukaribisha hapa, tukapata kuzungumza na wazee, tukapata kushirikiana kwa pamoja kwa usafi wa eneo hili na kupata kusema maneno mawili matatu. Unajua, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ina dhima ya haki za binadamu na mwenendo wa utawala bora katika nchi. Dhima hiyo haina mipaka kwa maana ya walengwa. Watu wote ambao wanaishi katika jamii bila kuangalia wako namna gani, wanaishi katika mazingira yepi, wanahusika na utendaji wa tume. Wazee itaweza kuonekana kama ni watu ambao mara nyingi hawaonekani katika taasisi hizi, hawako active katika mambo wakiwa katika maeneo haya. Tume imeona ije kuwatambua kama wapo na kuwakumbusha kwamba wana haki vile vile ya kushiriki kwenye uchaguzi wa tarehe 29. Bahati nzuri najua kama tume ya uchaguzi imeandaa mazingira hayo na kituo kitakuwa hapa karibu, jambo ambalo tumelipenda na tunalishukuru na kwamba ni nzuri kufanya hivyo. Tumekuja kuwashajiisha zaidi vile kwamba na wao wasijue ni wapweke kwa sababu wako huku na hawapo katika makundi ya watu active katika mitaa, lakini na wao ni raia, ni wananchi, wana historia zao nyingi za kufanya kazi mbalimbali katika nchi, na kwa hivyo wao tunaita senior citizen. Kwa maana hiyo wanatakiwa wao waangaliwe mwanzo katika mambo. Wenye mahitaji ya mambo lazima wazee uangalie, uweke mbele, kwa sababu uzee ni njia, watu wote wanapita, vijana wote hawa tutafika huko, ingawa tushakuwa tunakaribia huko kufika kutokujiweza. Sasa hiyo isiwe sababu ya haki hizi ambazo watu wengine wanazipata wao kuzikosa. Kwa hivyo tume imekuja angalau iamshe jamii kwamba kuna na wazee wao huku wanatakiwa kuhudumiwa, wanatakiwa kusaidiwa, wanatakiwa kuonwa kama wapo, wanatakiwa kushirikishwa katika mambo, katika maamuzi ambayo yanagusa wao wenyewe, yanagusa watoto wao, yanagusa jamii yao walioilea miaka yote. Na hii jamii imekuwa hivi kwa sababu umeelea wao. Ungekuwa hakuelea vizuri leo sisi tusingekuwa tuko hapa. Kwa hivyo tuwatambue kwamba wao ndio sababu ya sisi kuwa hivi tulivyo. Akizungumzia kuhusiana na haki za wazee katika kuelekea uchaguzi mkuu, Kamishna Mwinchande anasema wana haki ya kutembelewa, wana haki ya kusaidiwa, wana haki ya kuenziwa, wana haki ya kutunzwa. Pamoja na mambo mengine, nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu ambao unakaribia, una siku chache zimebakia sasa hivi. Tarehe 29 mwezi wa 10 watu wote watatakiwa kupiga kura. Asante. Najua kama wazee wetu wameandikishwa, najua. Sina wasiwasi huo. Na kwa hivyo na imani kwamba mtapiga kura kweli nyote. Barabara.
Kwa hivyo tumekuja hapa kupitia kwenu kuwakumbusha na watu wengine. Kama wazee wanakumbushwa, ina maana vijana watabidi wajikumbushe. Sasa tunafanya hivi, tunapita kwenu ili wazee na umma wengine ujue kama tarehe 29 wana haki hiyo ya kupiga kura. Waache mambo haya mengine, waache kazi zao siku hiyo, waache shughuli zao siku hizo. Barabara kabisa. Barabara kabisa. Ndivyo hasa, ndivyo inavyotakiwa hasa. Kwa kweli mimi nashukuru, na kwamba nitashukuru zaidi mkikubali kupokea hii zawadi ndogo ambayo tumekuleteni, ambayo mtaipokea kwa matumizi yenu ya kila siku, japo hafifu, lakini muipokee. Asante. Khamis Alhaji ni mkuu wa kituo cha wazee wasiojiweza Welezo, pamoja na Harusi Sadiq Rashid, kaimu mkuu wa kituo cha wazee Sebleni, wameshukuru Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Zanzibar kwa hatua yao ya kufanya usafi na kuwapa zawadi wazee hao. Ujio huu wa kuja kufanya usafi katika kituo chetu cha wazee wasiojiweza Welezo, kwa niaba ya Idara ya Ustawi wa Jamii, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, tunawapongeza sana kwa jambo hili zuri mlilolifanya. Kamishna, tunakushukuru sana kupitia tume yako ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, na umejaribu kuongea na wazee kuhusiana na tarehe 29 tuna uchaguzi mkuu wa Zanzibar. Nikuhakikishie Mheshimiwa Kamishna, kwanza katika kituo chetu cha wazee Welezo kipo kituo cha kupigia kura, na tume ya uchaguzi wilaya ya Magharibi imeshaleta barua. Kwa hiyo wazee wetu watashiriki kikamilifu katika zoezi hili la kupiga kura tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo Mheshimiwa Kamishna, usiwe na wasiwasi, wazee wetu wapo, tuko nao, tunawalea vizuri kupitia Idara ya Ustawi wa Jamii na Wazee, kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Mheshimiwa Kamishna wa Haki za Binadamu na Utawala Bora. Kwa hiyo ombi langu kwamba leo mumeanza, lakini muwe mna muendelezo wa kuja kutembelea katika vituo vyetu hivi cha Welezo na cha Sebleni, na Pemba kiko kituo chetu kule Limbani. Kwa hiyo tunawashukuru sana, wazee wetu wanakuwa wanafarajika sana kwa ujio wenu wa taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa udhati kabisa katika kituo chetu, na tumefurahi sana. Kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu wa kituo cha Welezo, tumefurahi sana. Wafanyakazi wa tume yako wamekuja kutufanyia usafi leo, kituo kinang'ara. Kwa hiyo hongereni sana na Mwenyezi Mungu atawalipa kila la heri. Karibisheni sana katika kituo chetu hichi. Hapa wazee wetu tulionao hapa, tofauti na kule Sebleni tulikotokea kule Welezo. Kule ni wazee ambao kidogo hali zao hawajiwezi, kila kitu wanahudumiwa. Lakini hapa wazee wetu wale ambao kidogo wana nguvu, wanajihudumia wenyewe kwenye mambo muhimu yale kama kufua nini kama kawaida. Kwa hiyo tunakukaribisheni sana. Karibuni sana. Naye kaimu afisa mfawidhi Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Zanzibar, Wilfred Msagati, anasema haki za binadamu zinahusisha makundi mbalimbali wakiwemo wazee, ambapo tume imeamua kuwakabidhi msaada ambao unaonesha kuwajali wazee na kuwasamehe. Kukuza na kulinda haki za binadamu kunaendelea. Leo tumekumbuka wazee wetu. Tunafahamu kwamba tarehe 1 ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya siku ya wazee duniani. Tarehe 1 kila tarehe 1 Oktoba ya kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya wazee. Na sisi tukasema tumeguswa na jambo hili kwa sababu na sisi pia ni wazee watarajiwa. Kwa hiyo lazima tuwaenzi kwanza wazee ambao wapo ili na sisi tuje kuenziwa. Kwa hiyo kutembelea wazee na kujali wazee ni akiba pia. Si ndio jamani? Lakini pia kwa namna nyingine kiimani ni thawabu. Kwa hiyo kama taasisi tumeguswa na jambo hilo, tukasema tuje tuwaone wazee wetu. Pamoja na kabla sijamkaribisha kamishna pia kwamba tumekuja na mahitaji kidogo machache ya kibinadamu ambayo yataweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini pia tunatambua kwamba tunaelekea kwenye swala kubwa la kitaifa
la uchaguzi Oktoba 28 na 29 kwa Zanzibar, tuna kazi ya kupiga kura, lakini hayo mengi atazungumza Mheshimiwa Kamishna. Kwa hiyo Mheshimiwa Kamishna, naomba nikukaribishe ili uweze kuzungumza na wazee. Naye mzee katika kituo cha wazee Sebleni akawa na haya kwa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Kwa vile tunakushukuru nyote, na tusalimie baba na mama. Tunaambia mitano tena mtapata kwa wazee wote. Tumeona mengi sisi. Leo tumtupe baba mama, haiwezekani hiyo. Kwa hivyo tunashukuru kwa wema wenu mliotujali hapa na mtujali na tena. Sisi tutakwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba kwa haki yetu. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Zanzibar imekuwa na utaratibu wa kutoa elimu kuhusiana na haki ya kila raia kujua haki yake katika kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo leo hii imetembelea vituo vya kulelea wazee Welezo na Sebleni. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Welezo na Sebleni kwenye vituo vya wazee, Mwarabu Mmadi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.